Karibu tena mtazamaji, na asante sana kwa kuzidi kuweka miadi nasi kwenye Darubini Wikendi. Kwingineko ni kwamba baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza wametoa wito wa kuvumiliana kisiasa nchi hii inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, wakiongozwa na seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago na waziri wa utalii Rebecca Miano. Viongozi hao walikuwa wakimpigia debe mgombea wa Ol-Kalou wa chama cha UDA. Walielezea imani yao kwamba chama hicho kitaweza kupata ushindi kwenye uchaguzi huo mdogo wa Ol-Kalou. Viongozi hao walisema kuwa wakazi wa eneo la Mlima Kenya ni wafuasi dhabiti wa serikali ya Kenya Kwanza, wakiwahimiza kujitokeza kwa wingi na kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Uchaguzi huo mdogo Ol-Kalou utaandaliwa tarehe 16 mwezi Julai mwaka huu. Kiti hicho kiliachwa wazi kufuatia kifo cha mbunge David Kiarao. Tunaambia watu wa Ol-Kalou, huu ni wakati wa kumaliza ile kazi nzuri Mheshimiwa Kiaraho alianza. Mheshimiwa Kiaraho alikuwa anatuambia kazi kwanza, siasa baadaye. Mheshimiwa Kiaraho akatuambia huwezi onyesha serikali mgongo, kwa sababu serikali iko na maendeleo, inasaidia wananchi. Na hata jamii zote, mimi nasikia watu wakilalamika wakisema unajua ati kwa sababu kuna mtu mmoja hapa kwa mlima anapiga kelele. Nani aliwaambia watu ya mlima watupigii kura? Nani aliwaambia? Kura tuko nayo hapa ni over 60%. Na tunawaomba watu ya Laikipia wote, jamii zote, tupigie William Ruto amalize 2 term, akamilishe kazi na mpango ambaye ameweka. Kuna watu wawili hawataingia mbinguni, mtu muoga na mchawi. Mjiulize kama nyinyi ni waoga ama nyinyi ni wachawi.